الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقائد غر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. الحمد لله, hii ni neema nyingine katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kutanisha katika msikiti kama vile huu Jami' Ar-Rahma, jami' ambayo kwamba yajulikana ni jami' ya ilmu, walillahi alhamdu wal minna, na jami' ambayo kwamba wamekusanyika ahlul ilmi wal fadl. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ahifadhi jami' kama vile hii na ajalie iwe katika manara ya ilmu na manara ya Uislamu katika huu mji na Kenya kwa ujumla na ulimwenguni biidhnillah ta'ala. Siku chache ambazo zinakuja mbele yetu, ndugu zangu katika imani, tunakabiliwa na masiku matukufu ambayo ni masiku ya 10 Dhulhijja, masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Pengine kuna Muislamu yuwafahamu ya kwamba karibuni tunaingia katika masiku kama vile haya, lakini pengine kuna mwingine afahamu kwa sababu binadamu tumeambiwa kughafilika. Lakini min babi tadhkir ya kwamba baada ya siku chache tutaingia katika haya masiku bora kabisa ya Dhulhijja. Nasaha ambazo tutapenda kuzitoa ni kwamba ulama rahmatullahi ta'ala alayhim watueleza ya kwamba katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni kuwapatia mawasimul khair, kuwapatia misimu ya khairi, na miongoni mwa misimu ya khairi miongoni mwao ni hizi 10 al-awwal min Dhulhijja. Mtume alayhi salatu wassalam wasema, ma min ayamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. hakuna masiku ambayo amali njema hupendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya haya masiku 10 ya mwanzo wa Dhulhijja. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim waliposikia hii habari ya kwamba mtu kufanya amali njema ndani ya 10 Dhulhijja hupendwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala, wakamuuliza, ya Rasulullah, wala aljihad fi sabilillah, ewe mtume hata jihadi, mtu kwenda jihad fi sabilillah sitojua fadla ya mujahid. Allah jalla jalaluhu asema, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. hizi ni fadhila ambazo Allah amewaandalia mujahidin. Lakini masahaba wakastaajabu kuona muislamu yoyote ambaye atafikiwa na masiku 10 ya Dhulhijja na akafanya mema ndani ya masiku haya, mema yake hupendwa zaidi kuliko hata mujahid. Wakamwambia, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah? Mtume akamwambia, wala jihad fi sabilillah, hata jihad, mtu kwenda jihad haifikii fadhila ya mtu ambaye kwamba atafanya amali njema ndani ya haya masiku. Mtume akasema, illa rajul kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika bi shay, isipokuwa mtu ambaye kwamba ametoka kenda jihad na mali yake na nafsi yake, lakini hakurudi chochote. Maana mali yake ikapotelea katika jihad na yeye mwenyewe akafa shahidan fi sabilillah. Lakini mtu ambaye kwamba amekwenda jihad na akarudi hafikii amali ya Muislamu ambaye kwamba atafanya ndani ya haya masiku. Falidhalika, ndugu zangu, hii ni fursa kubwa inatujia katika maisha yetu. Yafaa kila mmoja wetu ajiandae na hizi misimu ya khair. Na ulama alayhim rahmatullahi ta'ala watuambia njia ya Muislamu kupokea misimu ya khairi, jambo la kwanza, la budda an yukhlisa niyyata, atakase nia yake. Kwamba unajiwa na msimu wa khairat, takasa nia yako. Ukitamani kufika katika msimu kama vile ule, natia nia ya kufanya ibada. Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala anamuhusia mwanae Abdullah ibn Imam Ahmad, amwambia, ya ibni inwi alkhayra fa innaka la tazalu fi khairin ma nawaita alkhair. Ewe mwanangu, nuia khairi, eka nia ya khairi kufanya katika nafsi yako, kwani wewe hutaacha kuwa ndani ya khairi madamu umenuia kufanya khairi. Sasa pengine hatujui, maybe labda 10 Dhulhijja mimi na wewe tusifike, mauti katufikia kabla Dhulhijja imeingia, ama pengine ikaingia Dhulhijja mimi na wewe tuko na adham, labda tuko ni wagonjwa,
tukashindwa kufanya khair, lakini tia nia leo ya kufanya khairi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man sa'ala Allah shahadatan bisidq ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala sariri. Yoyote ambaye kwamba atamuomba Allah shahada kwa kweli, Allah atamfikisha daraja ya wema na daraja ya mashahidi hata kama atakufa kwa kitanda yake. Falidhalika tutie nia ya khairi na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe ndani ya masiku kama vile haya. Na miongoni mwa amali ambazo zapendeza mtu kufanya ndani ya masiku haya, aslan amali kubwa ni hija ambayo yajulikana. Na haya masiku yamezidi fadhila yake kwa sababu kama anavyosema Imam Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullahi ta'ala, li'annahu ijtama'a fiha ummahatul ibada, kwa sababu ibada zote zimekusanyika ndani ya masiku 10 ya Dhulhijja. Saum iko ndani ya mwezi wa Dhulhijja, sadaqa iko ndani ya mwezi wa Dhulhijja, hajj iko ndani ya mwezi wa Dhulhijja, sala iko ndani ya mwezi wa Dhulhijja, na hakuna mwezi mwingine wowote ambao hizi amali zimekusanyika. Falidhalika fadhila yake ikazidi kwa sababu ibada nyingi zimekusanyika ndani yake. Fayustahab yule ambaye kwamba atakuwa ama yajib yule ambaye kwamba atakuwa ana uwezo wa kwenda hija aende akafanya hija. Lakini katika amali zinazopendeza ndani ya haya masiku ndugu zangu ni kufunga haya masiku. Baadhi ya wanawake ya Mtume rahmatullahi ta'ala alayhim radhiallahu ta'ala anhun waeleza ya kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anafunga sana katika haya masiku ya Dhulhijja. Falidhalika ni sunna muislamu kufunga katika haya masiku, na sunna ambayo kwamba ni akad imetiliwa mkazo zaidi ni kufunga ile siku ya 9 ambayo ni yaumu Arafa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, afdalu siyam, saumu bora baada ya Ramadhan ni saumu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa. Na mimi nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba mtu akifunga siku ya Arafa madhambi yake ya mwaka uliopita yatafutwa. Falidhalika muislamu apupie kufanya hii ibada adhima ya kufunga ndani ya haya masiku. Lakini miongoni mwa a'mal ambazo hupendeza ndani ya haya masiku ya Dhulhijja wal ahbab ni al-ikthar min al-adhkar, kukithirisha sana kuleta adhkar, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ulimi wako usighafilike na dhikrillah, la siyama katika hizi ayyam fadila. Ukikithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa umepata ghanima kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia Waislamu, liyadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat, wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika ayyam ma'lumat. Ayyam ma'lumat ulama watuambia ni hizi al-ashr min Dhulhijja. Lakini kadhalika miongoni mwa ibada ambazo zapendeza ndani ya masiku kama vile haya kufanya sana takbira, kuleta takbira. Sawa ikawa takbira mutlaqan moja kwa moja kuanzia siku ya kwanza ya Dhulhijja unafanya takbira, ukiwa kwa barabara yako unafanya takbira, ukiwa nyumbani unafanya takbira, ukiwa kwa duka yako unafanya takbira. Imam al-Bukhari alayhi rahmatullahi ta'ala ametaja ya kwamba Abdullah bin Umar na wengineo katika masahaba walikuwa wanakithirisha kufanya takbira katika masoko na sehemu za wazi ndani ya haya masiku ya Dhulhijja. Takbira mutlaq, lakini takbira muqayyad kuanzia ile siku ya kwanza ya Eid mpaka siku ya 3 ya at-tashriq inabidi ufanye takbira ambazo zinakuwa kila baada ya salawat. Falidhalika hizi ni a'mal ambazo zapendeza mtu kufanya ndani ya haya masiku. Lakini ikifika ile siku yenyewe ambayo ni yaumu nahr, ambayo ni siku ya kuchinja, siku ya 10, yafaa Muislamu ajiandae kwa ajili ya Eid kama inavyojulikana. Na sisi ambao kwamba tuko huku tuchinje, kila mmoja ambaye kwamba akiwa na uwezo atie nia ya kuchinja. Akiwa na uwezo, nunua mbuzi yako ama nunua ng'ombe ama nunua ngamia. Mbuzi mmoja mtu mmoja anachinja, lakini ng'ombe watachinja watu 7 na ngamia kadhalika. Falidhalika ukiwa na uwezo nunua mbuzi yako kuanzia sasa, na ukitia nia ya kuchinja kuanzia tarehe ya kwanza ya Dhulhijja. Haufai kukata kucha yako wala kukata nywele yako. Falidhalika kwa yule ambaye kwamba atakuwa ametia nia ya kuchinja, kufanya udhiya, la budda ajizuilie na kukata kucha yake na kukata nywele yake kuanzia pale itapoingia siku za 10 Dhulhijja. Falidhalika mtu mmoja atachinja mbuzi. Hai ng'ombe tunaipeleka wapi na hii mbuzi? Allah subhanahu wa ta'ala sema, la yanala Allah luhumuha, Allah hataki nyama mnayochinja nyinyi, wala dimauha,
wala damu ambayo kwamba nyinyi mtamwaga, laki yanaluhu taqwa minkum, anataka uchamungu kutoka kwenu, kwamba nyinyi mfikie daraja ya uchamungu kwa kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ibada ya kuchinja ni ibada adhim. Allah ameifatisha na sala. Allah anasema fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Maana ibada ya kuchinja ni katika ibada kubwa. Na tambihi, kuna baadhi ya ndugu zetu huwa wanachinja kwa ajili ya ndugu zao ambao wamefariki. Allahumma, yule mtu akiwa ametoa wasia utamchinjia, lakini mtu akiwa amefariki, huyo mnyama anachinjwa kwa watu ambao kwamba wako hai. Nyama tunapeleka wapi? Nyama mnakula wenyewe. Umechinja mbuzi yako nyumbani na nyama unakula mwenyewe na watoto wako, utawagenyizia wale ambao kwamba wana haja, utasambaza upendo kwa wale watu ambao kwamba watakuwa hapo karibu na wewe. Falidhalika, hizi ni miongoni mwa amali ambazo zapendeza Muislamu azifanye katika hizi masiku. Tunamuomba Allah jalla jalaluhu bimanihi wa karamihi aturuzuku kufikia haya masiku matukufu, na atujalie tuwe katika wale watu ambao kwamba watakuwa wamefanya ibada na wakakubaliwa na wakasamehewa madhambi yao, wakafuzu mbele ya Allah jalla jalaluhu. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.